إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون. Ndugu katika imani, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, atunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katupatia fursa kama hii kuhudhuria katika sala hii na khutba ya siku ya Ijumaa. Khutba ya leo nitazungumzia babu ma jaa fi sawmi al-muharram, mlango uliokuja katika kuelezea kufunga katika mwezi huu wa Muharram. Sasa tuko mwezi wa al-Muharram, baina tarehe 4 leo na tarehe 3. Kimataifa ni tarehe 4, kihapa ni tarehe 3. وفي الصحيحين أو في صحيح مسلم، لقد صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، katika sahih Muslim kutoka kwa Abi Huraira sahaba, hakika Mtume صلى الله عليه وسلم amesema, au Mtume صلى الله عليه وسلم suila, aliulizwa ayu siyami afdal, ni funga gani iliyokuwa bora baada shahr Ramadhan, baada ya mwezi wa Ramadhani, ni funga gani iliyokuwa bora baada ya mwezi wa Ramadhani? Qala, akasema afdalu siyami baada shahr Ramadhana siyamu shahrillahi al-muharram, bora ya funga baada ya mwezi wa Ramadhani ni funga ya mwezi wa Allah al-Muharram, ukaitwa ni mwezi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mtu ambaye atakayefunga katika mwezi huu ni katika siku au ni katika miezi bora zaidi. Aidan vile vile at-Tirmidhi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema afdalu siyami baada shahr Ramadhan shahrullah al-Muharram, bora ya funga baada ya mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Allah al-Muharram. Vile vile babu ma jaa fi al-hathi ala sawmi yawmi Ashura, mlango uliokuja kuhimiza na kupoteza mtu afunge siku ya Ashura, na siku ya Ashura ni tarehe 10 ya mwezi wa al-Muharram. An Abi Qatada anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Abi Qatada radhiyallahu anhu asema kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema siyamu yaumi Ashura, kufunga siku ya Ashura ambayo ni tarehe 10 ya mwezi wa Muharram. Inni ahtasibu ala Allah, mimi natarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala ayukaffira sanata allati qablahu, Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe mtu madhambi yake yaliyotangulia. Kufunga katika siku ya Ashura, natarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe mtu madhambi yaliyotangulia katika mwaka uliotangulia. Kama inavyofahamika, ile Arafa tuliyofunga ya mwaka jana, kwa sasa tuko mwaka 1448, ile Arafa ile ya mwaka 1447, Allah subhanahu wa ta'ala tulipoifunga Arafa ile, unasamehewa madhambi yatakayokuja ambao ni mwaka huu 1448, na madhambi yaliyotangulia ambao ni 1446.
ikawa imebakia ile mwaka jana 1447 ukifunga Arafa inayokuja siku ya Jumatano, afwan Ashura inayokuja siku ya Alhamisi wiki ijayo, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakusamehe madhambi yaliyotangulia katika mwaka huu uliotangulia 1447. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat, Aisha radhiyallahu anha sema kana Ashura yawman tasumuhu Quraish fil jahiliya, ilikuwa siku hii Ashura ni siku ambayo walikuwa makureishi wakiifunga wakati wa jahiliya, wakiifunga kabla ya Uislamu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, pia Mtume alikuwa akifunga. Falamma qadima almadinata, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia katika mji wa Madina, samahu, alifunga. Wa amara an-nasa bisiyamihi, akawaamrisha watu wafunge. Falamma fturida Ramadhan, ilipofaradhishwa mwezi wa Ramadhani, ilipofanywa Ramadhani kwa ni lazima, kana Ramadhanu huwa al-faridha, ikawa Ramadhani ndiyo lazima. Wataraka Ashura, ikawa Ashura imebakia ni sunna. Faman shaa samahu wa man shaa tarakahu, akasema mwenye kutaka basi afunge na mwenye kutaka aweza kuacha. Qala Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, Imam Tirmidhi alipoitaja hii hadithi katika jami yake akasema wal amalu inda ahli ilmi, na kufanyia kazi kwa wanachuoni ala hadithi Aisha, ni hadithi ya Aisha, wa huwa hadithun sahihun, asema ni hadithi sahih. La yarawna siyama yawm Ashura, hawaoni kufunga siku ya Ashura wajiba kuwa ni wajibu, illa man raghiba fi siyamihi lima dhukira fihi min al-fadl. Na hapa nikiweka wazi, Mtume aliposema mwenye kutaka afunge na mwenye kutaka aache, maulama wanatuambia tushikilie pale pale kufunga, kwa sababu hii imebakia katika sunna, lakini tunaifanyia kazi, kwa sababu kutekeleza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna khairi nyingi sana. Ukiangalia hii fadhila ilivyokuja kuwa ukifunga utasamehewa madhambi yako waliopita, madhambi madogo. Na sisi kwa kweli kuna madhambi mengi tunayofanya katika madhambi makubwa na madogo. Ani ibn Abbas radiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisawmi Ashura yawm 10. Asema Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, kutoka kwa Ibn Abbas zari za Allah ziwe juu yake, asema amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aliamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam bisawmi Ashura, kufunga hii siku ya Ashura, yaumil ashir, siku ya 10. Hii ni ibada ambayo inafanyika siku ya 10. Jumanne ilikuwa ni tarehe 1, Jumatano ni 2, Alhamisi ni 3, leo ni 4. Ikifika tarehe 10 ambayo ni siku ya Alhamisi, ndio hiyo Ashura. Na ni mtu aula zaidi afunge, kwa sababu ina thawabu nyingi sana. Wallahu musta'an. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. An Ubaydillah ibn Yazid sami ibn Abbas radiyallahu anhuma, asema kutoka kwa Ubaydillah ibn Abi Yazid alimsikia Ibn Abbas radiyallahu anhuma akiulizwa katika nyingine kuja wasuila an siyami yaumi Ashura, na aliulizwa kuhusu kufunga siku ya Ashura. Faqala, akasema ma alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yawm, yani sikujua kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga siku, yatlubu fadlahu al-ayyam, akitaka ubora wake katika masiku, illa hadha al-yawma, isipokuwa siku hii, wala shahra, wala katika mwezi, illa hadha ash-shahra, yani Ramadhan. Alisema ipoke Imam Muslim. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga hii siku ya Ashura. Vile vile an Ibn Abbas radiyallahu anhuma yaqul,
kutoka Ibn Abbas radiyallahu anhu asema hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يوم Ashura, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofunga siku ya Ashura, wa amara bisiyamihi, akawaamrisha watu wafunge. Faqalu, wakasema ya Rasulullah, masahaba akamwambia Mtume wa Allah, innahu yawmun tu'adhimuhu al-yahud wan-nasara, hii ni siku ambayo mayahudi na manasara wanaiadhimisha, wanaitukuza. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fa in kana al-'aamul muqbilu insha Allah sumna al-yawma at-tasi'. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fa in kana al-'aamul muqbil, itakapokuwa mwaka utakaokuja, itakapokuwa ni mwaka ujao huu unaokuja, insha Allah, Allah akitaka, sumna al-yawma at-tasi', tutafunga siku ya 9. Qala falam ya'ti al-'aamul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haukuja ule mwaka mpya mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kufariki. Hapa tupata faida gani? Tunapata faida ya kuwa siku ya Jumatano ndiyo tarehe 9 ambayo ni yaumu Tasu'a. Hii pia ni sunna kufunga, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakhalifu hawa Mayahudi, akasema Allah akinipatia umri mrefu mpaka mwakani nitafunga hii tarehe 9 ili kuwa khalifu wao, nifunge 9 na 10. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kufariki, hakuwahi kufunga. Sasa hapa kuna baadhi ya watu kidogo hawajielewi, hawajifahamu. Wao wanaona sunna ni yale aliyoyafanya Mtume, na hii si kweli. Sunna imegawanyika katika vigawanyo vingi. Kuna mambo mengi Mtume kayazungumza hakuyafanya, sisi tunabakia kuyafanya. Nadhani imeeleka sio? Sunna ima ni qaul, ni katika maneno yake, ima an yakuna qawlan au fi'lan au taqriran, ima awe ni maneno yake Mtume kafanya akazungumza, au ni maneno au ni katika vitendo Mtume kavifanya, au kuna vitu vikafanyika Mtume akanyamaza hakuzungumza chochote. Mimi nitatoa mifano ili ieleweke. Ile kufunga siku ya 6 za Shawwal, Mtume hakufunga. Mtume alifunga Ramadhani 9. Inafahamika Mtume alifunga Ramadhani 9. Hii kufunga 6 hakufunga. Sasa imebakia nini? Imebakia ni maneno yake. Ndio aliposema man sama ramadhana thumma atba'u 6 min Shawwal kana kasiyami dahr, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani kisha akafatanisha siku 6 itakuwa ni kana kwamba aliyofunga mwaka mzima. Sasa imebakia ni sunna kwa maneno ya Mtume. Kuna baadhi ya mashehe kidogo walikuwa kichanganya watu, saizi kidogo amepata mtihani. Shekhe huyo akiitwa Alilodi Alishekh, huyo alikuwa na balaa nyingi sana. Katika miongoni mwa balaa ni hii moja, alikuwa akizunguka misikitini akiwaambia watu kwa hakuna 6 kwa sababu Mtume hakufunga, akiwashawishi Waislamu. Akaona kuwa sunna eti ni yale aliyofanya Mtume, na hii ni makosa. Kuna mambo mengi Mtume kayazungumza hakuyafanya, na kutoyafanya Mtume sababu yake ni kifo. Kama hivi Mtume alipozungumza maneno yale, ilikuwa Ramadhani nyingine ingekuja angeifanya, lakini Allah Subhanahu wa ta'ala kamchukua. Kama hii hadithi ambayo tulioitaja, na hii tunamalizia hadithi nyingine hapa. Ana Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la in baqitu ila qabil la asumanna tasi. Wana Mtume aliposema law Allah atanibakisha paka mwakani nitafunga 9. Wa fi riwayati Abi Bakr qala yani yawma Ashura. Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madina, Mtume aliingia katika mji wa Madina, fawajada al-yahuda siyaman, yani akawapata Mayahudi wenye kufunga yawma Ashura, hii siku ya Ashura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza na kuambia hao, ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu, Mtume awaambia Mayahudi ni siku gani ambao nyinyi mwifunga hii? Faqalu, wakasema hadha yawmun adhim, kasema hii ni siku kubwa, anja Allahu fihi Musa
wa qaumahu, Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Musa na watu wake, wa gharraka fir'auna wa qaumahu, na akamwangamiza kumdidimiza Firauni na watu wake. Fasamahu Musa shukran, Musa alayhi salam akafunga siku hii kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Fanahnu nasumuhu, wale mayahudi wakamwambia mtume na sisi pia tunafunga. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema nahnu ahaqu wa aula bi Musa minkum, kama sisi tuna haki zaidi na ni aula kwa Musa kuliko nyinyi. Fasamahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akaifunga, wa amara bisiyamihi, akaamrisha watu kufunga. Sheikh mmoja imamu wa masjidi umetayari pale Izzuddin ana maneno yake yazungumza ukosefu wa adabu, asema saumu ya Ashura mtume alichukua kwa Mayahudi. Wana matatizo haya, yaani mtume alichukua kwa Mayahudi. Huu ni ukosefu wa adabu. Sasa asema ikiwa nyie tufai kuwaiga, mbona mtume alimuiga Wayahudi? Subhanallah. Alafu ati watu hawa wanamfuata mtume. Simuelewe lugha. Nadhani yafahamika hii. Maana kuna baadhi ya sisi tuna matatizo. Wacha tuambiane ukweli. Tukisema fulani hafai kusikizwa, kuna baadhi ya watu wana matatizo. Nyinyi mnachekejeli, nyinyi mnachuki za kibinafsi. Mtu kama huyu anafanya kejeli na maneno ya mtume, anafanya kejeli na sunna za mtume, alafu watu wanawasikiza. Wana tatizo hili. Yatakana afahamu huyu, aelewe. Tumetoja hii riwaya kuwa jahiliya walikuwa kifunga Makka, Ashura ilikuwa kifunga Makka. Mtume alipokuja Madina akawapata Mayahudi pia wanafunga. Sasa mtume aliwapata Mayahudi wapi? Na Mayahudi sio kwa Madina. Mayahudi kwa ishi Makka, Mayahudi kwa kishi Madina. Lakini sasa kwa ukosefu wa adabu, kwa kutomheshimu mtume, mtu kama huyu anazungumza mambo kama haya. Ndugu zangu katika imani, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hakika hii ilmu ni dini, angalia ilmu wachukua kwa nani. Si kila mtu afaa kuchukua kwake. Kuna baadhi ya watu, kuna baadhi ya mashekhi wanapoteza watu. Wako wengi. Wako ndani ya misikiti, wanasimama katika mimbari kama hizi na darasa, wanawapoteza watu. Sasa lazima uangalie huyu nani huyu. Je, nafaa kuchukua ilmu kwa mtu huyu? Kwa sababu jambo la ilmu ni jambo la dini. Na hakuna kitu muhimu zaidi kama dini yako. Ikiwa dini yako utaipeleka kwa mtu yeyote, utaingia mahali pabaya. Imam al-Qahtani rahimahullahu ta'ala asema ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi. Ad-dinu ra'sul mali, dini ndiyo rasilimali yako. Fastamsak bihi au fastamsik bihi, shikamana nayo sawa sawa. Fad-dinu ra'sul mali fadhayau min a'dham al-khusran. Kupotea kwa dini ni katika hasara iliyokuwa kubwa. Elimu inachukuliwa kwa ahli sunna, almutamassikuna bisunna, al'amiluna biha, ad-dafi'una anha, at-tabi'una laha. Elimu inachukuliwa kwa ahli sunna, wenye kushikamana na sunna, wenye kuifanyia kazi sunna, wenye kuifuata sunna, wenye kuitetea sunna. Hii ndio muhimu atakana waislamu wafahamu katika jambo kama hilo. Wallahu ta'ala alam. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.